Kwanza kinachotakiwa watu wafahamu, upapa ni sio dini. Upapa ni uongozi wa kuitawala dunia. Ndio maana ya upapa. Unaposema neno papa ni neno la Kilatini lenye maana ya mwema, lakini likatolewa kwenye maana ya mwema likaingizwa katika Holy Father kama baba mtukufu. Kwa maana lilipoingizwa huko, na kwa nini likataa kuitwa mwema, kwamba watu watastuka kwa nini likataa kuitwa mwema? Kwa sababu Yesu katika 18:18 aliitwa mwema, akasema hakuna aliye mwema ila ni mmoja, naye ndiye Mungu. Kwa hiyo kikatolewa hapa Kiswahili cha kuitwa mwema, akaitwa mtakatifu. Sasa papa haukuwepo katika desturi ya dini ya Kikatoliki au dini ya Kikristo. Hakuna kitu kinachoitwa papa, yani hakuna kitu kinachoitwa baba au baba mtukufu. Hakuna katika Biblia kipengele hiko. Wala hakuna kiongozi katika Biblia anaitwa baba, kwa sababu kwa mujibu wa Mathayo 9:23 Yesu alisema, wala msimuite mtu yoyote baba duniani, kwa maana baba yenu ni mmoja tu wa mbinguni. Kwa maana kwa mujibu wa Kikristo ubaba ni Mungu. Ni Mungu kwa mujibu wa imani ya Kikristo. Baba kwa maana ni Mungu. Kwa hiyo Yesu alishajua kwamba haya mambo ya kuitana baba kama kiongozi, wapo watu wataojitokeza kujifanya kuwa ni waungu na wataitwa baba. Kwa hiyo kwenye Roman Catholic baba manake ya papa, hii inakusudia kwamba ni mtakatifu sana, ambaye sasa huenda akapewa nafasi ya kuwa Mungu kama vile katika dunia. Inachukua nafasi hiyo. Lakini mipango ya papa ni mipango ya wazungu, hususan katika sehemu ya Roma. Kulikuwa na kitu kinaongoza dunia kinaitwa Roman Empire ambayo ilitawala sana dunia na kuiongoza dunia kwa vile wao wanavyohitaji. Lakini kuna kipindi Roman Empire ilishuka, ile ikawa haina mabavu tena ya kuiongoza dunia. Sasa kwa sababu wanautaka ule utakatifu, ndipo wakakaa na kufikiria kwamba tutumie mbinu za aina gani ili tuweze kuiendelea kuitawala dunia, lakini sasa hivi tutumie kiimani. Wakati wa Mashariki ya Kati pale kulikuwa na dini ya Bwana Yesu. Kwa hiyo kulikuwa na imani ya Bwana Yesu ilikuwepo pale Mashariki ya Kati, imani ya Bwana Yesu. Kwa hiyo ndipo walipoamua kujitumbukiza katika ile imani. Imani ya Bwana Yesu ndio imani ambayo Yesu aliacha. Sawa na Yesu alipokuja alifundisha imani ya dini, alipoiacha sasa wale wakaamua kujiingiza kupitia katika maandiko yale matakatifu ili waweze kuitawala dunia sasa kiimani. Wanaamini kwamba ukiitawala dunia kiimani ndipo mafanikio yanakuja, kwa sababu watu wanapenda sana kuamini. Watu wanaamini sana swala la Mungu. Kwa hiyo ikabidi sasa wafanye mpango wa kuingia kiimani mahala pale ili waweze kuitawala dunia. Wataingiaje mahala pale? Wakaingia kwa mujibu kama ya imani ya Kikristo sasa, na kuchukua Biblia, kuongeza maneno yao, kufanya vile wanavyotaka, lakini wakiinasibisha kwamba wao wapo katika imani. Sasa ilidumu ile, ikatoka kwenye Roman Empire sasa ikaja kwenye Roman Catholic. Umenipata? Ikaja kwenye Roman Catholic Church. Lakini wale mapapa sasa, itikadi hiyo ikaanza mwaka wa 325 pale Nisea. Sasa wakafanya kikao kikubwa sana cha makadinali pale, wengi sana, wakaamua sasa kumchagua, ndo anamchagua papa. Kardinali ni mkubwa kuliko askofu. Unaona, sasa pale wakaamua kufanya kile kikao cha kuchagua nani sasa ambaye atakayekuwa mtakatifu mwaka 325 pale Nisea. Na papa wa kwanza alikuwa anaitwa Konstantino kama sikose, wa kwanza huyo. Alaka ya kuwa kama kiongozi mkuu na sio kanisa Katoliki tu, akatengenezwa kama kiongozi mkuu wa dunia. Umeelewa? Akatengenezwa kama kiongozi mkuu wa dunia, akatengenezwa pale. Sasa pale kukawa na tatizo ambalo limefanya wale wakataka Roman Empire irudi katika njia nyingine ya kuitawala dunia. Wakatengeneza Roman Catholic Church. Umeelewa? Ikaitwa Roman Catholic Church.
Sasa tatizo likaanza hapa, kwa watu wakastuka sasa. Kwa nini iwe Roman Catholic Church? Kwa nini iwe hivyo Roman Catholic Church? Kama hili ni swala la kiimani, kwa nini iwe Roman Catholic Church? Kwa sababu Roma ni mahala, si ndio hivyo bwana? Kuna sehemu inaitwa Roma. Ukisema Catholic kwa maana universal, kwa maana ulimwengu, si ndio hivyo? Church maana yake kanisa. Kwa hiyo walikuwa wanakusudia kwamba hili kanisa ni la ulimwengu. Umenielewa? Haraka ya kuwa kama kiongozi mkuu na sio kanisa Katoliki tu, akatengeneza kama kiongozi mkuu wa dunia. Umenielewa? Akatengeneza kama kiongozi mkuu wa dunia akatengenezwa pale. Sasa pale kukawa na tatizo ambalo limefanya wale wakataka Roman Empire irudi katika njia nyingine ya kuitawala dunia, wakatengeneza Roman Catholic Church. Umeelewa? Ikaitwa Roman Catholic Church. Sasa tatizo likaanza hapa, kwa watu wakastuka sasa. Kwa nini iwe Roman Catholic Church? Kwa nini iwe hivyo Roman Catholic Church? Kama hili ni swala la kiimani, kwa nini iwe Roman Catholic Church? Kwa sababu Roma ni mahala, si ndio hivyo bwana? Kuna sehemu inaitwa Roma. Ukisema Catholic kwa maana universal, kwa maana ulimwengu, si ndio hivyo? Church maana yake kanisa. Kwa hiyo walikuwa wanakusudia kwamba hili kanisa ni la ulimwengu. Umenielewa? Lakini kwa nini liitwe Roma? Kwa nini liitwe Catholic Church? Lisifike kuitwa hivyo tu kwamba kanisa la kiulimwengu. Kwa nini tuweke Roma? Kwa hiyo maana yake ni mahala paalumu ambapo pamechagua, wakati nyinyi mna mlengo wa ibada zenu, wao wana mlengo wa kuitawala dunia kuwa chini yao katika maamrisho wao wanayoyataka. Roma ndio iko Vatican. Ndio iko Vatican. Sasa hiyo ni kijieneo pale kinaitwa Roma. Sawa. Sasa hiyo kwa hiyo ikawa Roma maana yake sehemu, Katholiki kwa maana yake ni ulimwengu, Church likawa kanisa. Kwa nini sasa kama kanisa kwa ajili ya ibada, kwa nini liwe na litaje Roma? Yaani jina la sehemu, kwa nini liwepo katika kanisa? Hapo ndipo mtanganyiko ukaanza. Mpaka mwaka 1600 watu wakaanza kujitoa baada ya kuulizwa nini maana Katholiki. Ni nini? Maskofu wale mapapa walishindwa kujibu nini maana Katholiki, kwa sababu ilikuwa maana ya ulimwengu. Kwa hiyo Roman Catholic Church kikachukuliwa kijieneo cha Roma. Sasa hiki ndio kilikuwa kina control nini sasa? Dunia. Kwa hiyo wakajitengeneza watu maalumu ambao watakuwa wanaicontrol dunia vile ambavyo wao wanavyotaka, na kuwatengenezea watu kwamba huyu ndio mtakatifu atakayesema hiki hakipingwi wala hakuna kukijadili. Kwa hiyo hapo ndipo mgawanyiko wa makanisa unaona ukaanza. Wa Pentecosti wakaja wakajitoa baada ya kugundua kwamba kumbe sio sawa. Wakaja Moravian, Wanakondoo wakajitoa, makanisa mengi yakajitoa, wakatengeneza namna ya ibada. Na ndio maana unakuta baadhi ya makanisa hawaamini uwepo wa papa kanisani. Hawaamini uwepo wa papa. Ni makanisa labda KKT na Wakatholiki. Nadhani ndo wanaamini nini maana ya papa. Anglikana hawaamini kwa sababu wale ni mwaka 1841 na wametoka na Henry wa 8 wale England wale. Hawakubaliani na hilo. Sasa hili ndio likawa tatizo. Kwa hiyo unapozungumza papa unamzungumzwa mtukufu kiasi ambacho kapewa cheo cha uungu. Sawa Kapewa cheo cha uungu. Katoliki papa ni kama Mungu. Ni kama Mungu vile Katoliki. Yaani papa ni kama Mungu wao duniani. Unaiona hiyo ya kwamba papa uwepo wake kwenye Katoliki umefanikiwa ile dhamira ya kuitawala dunia? Wamefanikiwa sana. Leo duniani kote wa Katoliki ndio wenye nguvu. Roma ndio inatawala dunia kwa vyovyote vile itakavyokuwa. Na kuna kitu kimoja ambacho ngoja nifungue Biblia. Hii story ilianza mbali sana toka mpaka kwa Paulo huko wakati Yesu kashaondoka. Hawa jamaa wana mipango mikubwa sana. Ukisoma Biblia Rumi 1 mstari wa 8 nadhani. Ngoja tuiangalie Rumi 1 mstari wa 8 kama sijaikosea. Kuna kitu tutajifunza hapa. Rumi 1 mstari wa 8. Umeiona namba 8. Isome ili andiko. Nakwambia kwamba kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote. Kwa kuwa imani yenu imehubiriwa katika dunia nzima. Sawa. Hii inasemwa kwa watu, anatoa shukurani kwa watu wa Rumi. Ukianza 7 inasemaje? Anakuambia kwamba kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Mbona neno hilo? Neema
iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Endelea sasa ya 8. Ya 8 nakwambia kwanza kwamba namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu itahubiriwa katika dunia nzima. Imani ya watu wa wapi? Rumi. Si ndio umeanza anawashukuru watu wa Rumi. Kwa hiyo imani ya Kirumi sasa itahubiriwa dunia nzima. Na ndio maana unakuta Warumi wamekamata dunia sasa. Imani yao inahubiriwa dunia nzima. Na kwa sababu wamemweka pale mtakatifu, wenyewe wakidai ni papa, lakini papa ni kwa maana ya baba, na kwa kibiblia baba manake ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo yule mtu sasa, wakati wa Kristo wanafuata hivi vitu, hawajui kwamba upande wa pili wa Roma walikuwa na mikakati mikubwa ya kuitawala dunia kupitia katika papa. Kwa hiyo wametengeneza hivi vitu, wazungu wamekubaliana, na kabla papa hajachaguliwa, kama uliona kuna picha moja Trump alikuwa ameonyesha ishara. Kusema kwamba kitendo kibaya ambacho Trump amekifanya, lakini baada ya jana kuona akachaguliwa papa mpya, watu wanakuambia kwamba Trump alijua mapema kwamba anayekuja ni nani. Yaani kuna kikao cha watu maalum ambao wanachagua mapapa. Sio kila mtu ana uwezo wa kuchagua papa. Tena kuna historia moja inasema kuna baadhi ya watu wenye hela zao sana, wakubwa sana, wakikaa nchi za nje kule wanachagua papa. Na ndio maana Trump alijua mapema kabisa kwamba ni Marekani, anaitwa Kardinali Alberto, amezaliwa Chicago pale, anajua kwamba utawala sasa umerudi kwetu sisi wa Marekani. Ni shughuli nzito sana ambayo sasa inakwenda kufanyika. Sasa mtawala na mpapa ni Marekani. Kwa hiyo hii ni mipango. Ndio maana tunasema hata hili swala la Ukristo, kanisa Katoliki ni mipango ya watu ambao wanatengeneza dunia kupitia mipango katika dini. Ndio maana tunasema hivi vyeo havipo katika Biblia. Biblia hakuna cheo cha kardinali, Biblia hakuna cheo cha baba wala cha papa. Na Biblia haikubali mtu kufanywa mfalme, yani kuwa mfalme. Kwa maana mfalme, hata Yesu alipotaja kusema mfalme alikimbia sana. Yesu alikataa ufalme. Kwa hiyo walikuwa wanataka kumtia Yesu katika ufalme ili kukitia kile cheo cha nani? Cha upapa katika kanisa. Lakini Yesu alikataa baadhi ya nyakati kuitwa ufalme, ufalme ambao wa mamlaka ya duniani. Kwa hiyo Yesu unamkuta mara nyingi duniani alikuwa anapingana sana na mambo ya duniani. Mara nyingi anasema ufalme wangu mimi ni ufalme wa mbinguni tu, mbinguni. Kwa nini? Alikuwa anakataa sana masuala ya duniani. Lakini hao waliokuja sasa wa Roman Catholic kupitia kwa papa, wao wapo katika maslahi ya nini? Ya dunia. Na ndio maana ukimuuliza Mkristo yoyote, kuna cheo chochote kinachoitwa cha papa katika kanisa au katika Biblia, hawezi kupata iko kiki. Muulize kwamba Katholiki manake nini? Hajui. Sasa kwenye Katholiki ndo kumefichwa sana, kwa sababu Roman Catholic Church, na ndio maana watu walikimbia sana, wakasema itakuwaje kanisa la Mungu alafu lipangiwe sehemu kwamba hapa Roman Catholic, yani ni kanisa la Kiroma, sasa sio la Mungu tena. Kwa hiyo ni mipango bwana bato iliyotengenezwa kwa ajili ya kuitawala dunia. Kwa hiyo mapapa, huyu ni papa 200 kama na 67 sikosei. 67 sikosei. Sasa ni mipango ambayo inaendelea dunia kukamatwa. Na hapa tuliposoma muona bwana Paulo anasema imani yenu watu wa Rumi sasa inahubiriwa dunia nzima. Na ndio maana unakuta sasa Vatican yenyewe pale palivyo ni sehemu ndogo sana, lakini ukienda baadhi ya nchi unakuta kuna ubalozi wa Roma na ubalozi wa nini? Wa Vatican. Kwa nini uwe ubalozi wa Roma na upe ubalozi wa Vatican? Kuna kitu gani? Maana Vatican sasa ni kitu kinachojitegemea, na ndio mahala ambapo kilipoanzishwa ule Ukristo, na ndio mahala ambapo sasa mapapa wanapangwa nani ataiongoza dunia. In short kwamba swala la papa ni swala la kuongoza dunia. Kuna habari inasema ya kwamba ili uweze kuwa ndani ya Vatican au kuwa makardinali lazima uwe umesoma sana, kichwa chako kuwe na degree hata 3, 4, 5. Hii ina ukweli wote kwamba Ukatoliki na mambo ya kusoma, kwa sababu hata papa mpya tunaambiwa kwamba na degree 5 tofauti. Sasa utaiwezaje kuiconvince dunia ikiwa hujasoma? Kwa hiyo cha kwanza ili ufikie lile lengo uweze kuiconvince dunia na kuifanya unavyotaka wewe ni kuweza kuzichezea akili za watu. Sasa uweze kuchezea akili za watu kama wewe sio msomi. Na ndio maana walifika mahala waliweza kuchezea akili baada ya kuangushwa Roman Empire, wakasema tuingie katika imani tutafanikiwa. Na ndio maana walipotoa Roman Empire wakatengeneza Roman Catholic, wakamalizia Church. Hizi ni akili ambazo za mtu aliyekwenda shule, aliyesoma sana. Kwa hiyo kweli sasa kidunia
lazima ufikie hivyo, kwa sababu hawana malengo ya kuongoza kiakhira, wana malengo ya kuongoza kidunia. Kwa hiyo lazima mtu awe msome ili aweze kuzichezea zile akili za wanyonge, za wasiojiweza. Ni watu ambao wana elimu kubwa sana, tena vibaya mno. Wale ukisoma historia zao ni watu wamesoma, uwezi kumuingia hata kwa kidogo kwa elimu ya dunia namna aliyosoma. Kama Roman huwa wanachukua zile cream, watu ambao wana IQ kubwa ndio wanaoingiza kwenye nani zao, wanawasomesha wenyewe. Na ukitazama mipango yao wanaoifanya, unadhania mjinga utaenda. Hiyo mipango ya watu wenye akili sana, mpaka unaingia huko, yani wanafanikiwa kukuteka zile akili zako. Kwa sababu haiwezekani mtu akaitwa papa, cheo cha ambacho katika Biblia hakuna. Cheo ambacho katika Biblia yoyote hakuna cheo. Kuna Yesu kaondoka hajaacha iko cheo. Nani anakuja kutengeneza iko cheo cha kuwaongoza watu? Kwamba yeye ni papa. Nani anakuja kutengeneza? Hakuna. Lakini utakuta katika Biblia cheo kinachojulikana labda mchungaji, kwa maana mchungaji anayewachunga watu, na sio wachungaji wa mchungaji, maana yake yote yule anayewaangalia watu. Ndio maana Yesu akasema mimi ni mchungaji mwema, anasema hivyo. Ndio cheo ambacho kimeachwa. Sasa leo kinatokea cheo cha upapa, kimetokea wapi katika kanisa? Hamna iko kitu. Kwa hiyo upapa watu bwana wameingizwa vibaya mno. Hii ni kuiongoza dunia kwa mipango ambayo wanaitaka wenyewe mabwana wakubwa. Kuna historia bato kubwa sana, mpaka kuna watu wale baadaye nitakuja kukwambia, kuna kikundi cha matajiri watu fulani ndio wanafanya kazi ya kusema papa awe nani na atakuwa nani. Ipo siku nitakuja, historia yake bado naisoma, nitakuja kukuelekeza vizuri kabisa. Lakini cha kujifunza, Trump kabla nani anashangilia, anaonyesha kwamba papa anatoka kwetu. Unajifunza nini? Je, kuna kanuni yoyote katika Biblia inaonyesha kuchagua kiongozi baada ya kiongozi akiondoka? Kuna kanuni hiyo? Yesu alipoondoka aliwatuma wanafunzi wake 12 waje katika mataifa mbalimbali pale, si ndio bwana, kupeleka injili. Vipi leo dunia eti iwe na kiongozi mmoja anaitwa papa, alafu Roman Catholic Church? Yesu kaacha hivyo vitu? Hajaacha. Kwa hiyo ni mchezo ambao unachezwa bwana Bato hapa kuiongoza dunia. Wamefanikiwa kwa sababu tunajua kwamba Roman, kuna nchi ambazo hawaamini hayo mambo. Kuna mataifa ya Asia, nchi za Saudi Arabia, wapi pia utakuwa unaambia kwamba kuna namna ambavyo pia wanaongozwa na hilo Catholic. Bado Catholic inaweza kuongoza dunia kwa sababu ya mifumo ambayo wao wanayohitaji. Na ndio maana unakuta mifumo mingi ya nchi zetu za Afrika, nchi nyingi duniani zinafuata, utasikia anafuata Marekani, anafuata nchi za wapi, lakini Roma hiyo Marekani yenyewe ipo chini ya huyo papa. Kwa hiyo tayari yupo katika kigezo cha Roman Catholic kuiongoza dunia. Kwa namna vile ambavyo wanavyohitaji ndivyo ambavyo wao utakavyofanya. Kwa hiyo hata ule mwaka 1600 walipeleka mpaka Paraguay, wakapeleka mpaka Asia, walipeleka kote kule, lakini ilishindikana, walivunjwa nguvu kule, baadhi ya watu walikataa. Kwa hiyo ndio maana wakarudi tena pale, lakini bado mipango yao inaendelea ya kuitawala dunia, na wanafanikiwa kwa asilimia kubwa kuitawala dunia. Za Kiarabu mipango yao itakuwa wapi? Itakuwa nchi za wazungu tu, Marekani, wapi ndio mipango yao. Baadhi ya watu wachache ndio wanaofanikiwa, wanajitoa mule, kwa sababu wenyewe Roman Catholic Church watu sasa hivi washaanza kidogo na wao kuingiwa na nini? Kuingiwa na akili wanafanya hivyo. Na nchi yote inaweza kaenda duniani kwa usalama, sigusu chochote. Wewe si unaona mwenyewe kuna nchi gani anapingwa? Pingwi nchi yoyote. Afghanistan ambao tunaamini ndio watu Waislamu walio na ataishi vizuri na atarudi vizuri. Mtihani sana Bato, sio mchezo. Watu wametainiwa sana katika hilo. Kwa hiyo watu wajifunze. Kifo kwenye nchi yako mtihani. Sasa unakuwa mtihani sana. Kapigwa bomu, kafanyaje, mtajibu iko kwa nini? Kwa hiyo ni mtihani sana mkubwa, mzito sana mtihani. Yaani jamaa kuliko rais yoyote duniani. Lazima papa lazima awe na nguvu kwa rais yoyote. Ndio maana anasema neno lote analolitaka. Na neno lake alichosema alipingwi hilo. Ana nguvu kwa sababu kuna watu nyuma ambao wanataka dunia waitawale wao. Kwa hiyo wana nguvu. Wewe unaona Roman Catholic hata Tanzania hapa wanasemaje? Kauli zao wanazozitoa unazionaje? Si zinatikisa nchi. Zinatikisa nchi. Maaskofu wanasema wanafanyaje wa Roma na watu wanatetemeka kile wanachokisema. Kwa nini? Kwa sababu ndio system ya dunia ilivyo. Ukigombana nao basi utakuta unagombana na wenyewe huko mabwana wakubwa. Unataka cha kuambia sawa Catholic kuhusiana na papa huyu mpya? Mimi unajua na maoni tofauti kidogo. Mimi natamani Wakristo waachane na hivi vitu, wasome sana Biblia. Mimi nawahimiza kila Biblia wakisoma Biblia kuna vitu watavifahamu vizuri sana katika Biblia. Wasipende kusomewa. Hii habari ya kuambiwa kwamba tusome Mathayo 5:5 mimi naomba waachane nayo.
kwa sasa na wao wafungue Biblia, wasome, waiangalie Biblia inasemaje, kama vile tunavyofanya Waislamu kwamba tunachukua Qur'ani yetu tunasoma, Mungu kasema hivi. Na ndio maana ukisema jambo katika Uislamu lazima mtu atanyosha kidole, bwana hayo maneno yako, au Qur'ani au mtume kasema hivyo. Kama mtume au Mungu hajasema tutakuachia mwenyewe, lakini kama Mungu kasema tutayapokea. Uislamu raha sana, hakuna kuongozana kububusa bubusa tu, lazima utoe ushahidi wa Qur'ani na hadithi, wapi mtume kafanya. Sasa na wao, mimi natamani Wakristo na wao siku moja wajifunze Biblia, yani waisome Biblia, waache kudanganywa kwamba Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Hivi vitu vya watu kuwaficha vitu ili waendelee kufanya ya kwao. Lakini some Biblia, ukweli wa kusoma, yani mtu aweke kuweka Biblia, achunguze kwamba nataka kufanya hivi, Biblia inasemaje? Je, nikifanya hivi Biblia inasemaje? Ipo siku tutafika mahala tunapopataka salama, tutaacha kutawaliwa yani. Shafi, labda nikuulize swali moja kuhusiana hii ya Papa. Tunaona kwamba Marekani huwa mara nyingi wanasupport yale mambo ambayo kwenye mataifa yetu ya Kiafrika huwa hatupendi. Na Papa mpya ambao amepita, kuna mambo alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba kubariki zile, kwa hiyo kuzungumza kubariki ndoa zile za jinsia moja. Sasa tumeona Marekani naye anaenda kwa upapa. Waone kwamba ile inaenda kuongezeka kuwa janga. So dogo, kubwa sana. Kubwa sana sana sana. Sasa iko ni kitu ambacho vile vile bado wa Kristo wanatakiwa wajifunze. Kama Papa anaweza kudiriki kwamba watu mapenzi ya jinsia moja, Biblia inakataa, haikubali mapenzi ya jinsia moja. Kwa nini yule anaweza kubariki ndoa ya jinsia moja? Hawana cha kujifunza hapo? Kuonyesha kwamba watu wamekuja kwa malengo yao, kwamba kitabu chetu cha Biblia kinakataza, tena kinasema hukumu yao wauawe yao. Lakini wale kwa nini wanakuja? Huyo ndio kiongozi, tunaisema kiongozi anakuja kubariki, anasema ndoa jinsia moja inafaa. Hatuna cha kujifunza kupitia wao? Tunacho cha kujifunza kwamba mbona Biblia inasema vingine na wale wanasema vingine. Maana yake tunajifunza wale hawakuja kwa niaba ya watu kuongoza, bali wamekuja kwa mipango yao maalum ya kuiongoza dunia.